Okay, Willy Poze. Karibu sana da mzee mwenyewe. Asante. Hii ni mara yako ya ngapi kuja? Mara yangu ya kwanza. Mara ya kwanza? Yeah. Kipi ambacho kilikufanya uchelewe kuja huku? Nilikuwa kwanza nasubiri. Yani nilikuwa nangoja the right time and I feel like this is the right time ya kuja. Yeah. Umekuja katika kipindi ambacho una wimbo mpya, yeah. I Do, ambao umemshirikisha Alain. Yeah. Ilikuwa ngumu kidogo kumpata huyu bidada? Ilikuwa hectic kumpata kwa sababu unajua kupitia management then kumfikia, alafu but naweza sema ni miujiza tu Mungu alitenda, kwa sababu alipoambiwa kunihusu akajipeleka YouTube kuangalia kazi yangu mwenyewe akapenda, unaona, so ikafanya kazi ka rahisi. Okay, so ilikuwaje? Ilikuwa ni rahisi? Mlimfanyaje kutengeneza wimbo? Mlimtumia beat akaongeza vocals kule au? Tulienda wenyewe. Mlienda Jamaica? Alafu kwa video au wakaja. Oh. Yeah. Okay. Na sasa hivi bado yuko Nairobi, sio? Au maashaondoka? Aliondoka. Yeah. Baada tu ya kufanya video akaondoka. Lakini alikaa kidogo. Yeah, baada ya kufanya video tukakaa kidogo like tulikaa ndio akaondoka baadaye. Okay. Yeah. Sawa. Kufanya kazi na Alain kwako imekuwa ni experience aina gani? Imekuwa ni kitu moja nitatrasha sana, kwa sababu as you know Alain is a worldwide star. Yeah, then imekuwa tu poa cause pia ni professional sana, very professional. Okay. Yeah, na nashukuru Mungu kwa hiyo chance yani. Wakati umeanza tukaanza kuhisi kwamba kuna wimbo unafanya naye, uliweka picha ambazo zilitengeneza mjadala mkubwa sana. Harusi. Watu wakasema Willy Poze kamoa huyu mwanamke. Kuna story ambayo sitaigusia, but kuna story other than just the video, there's a story behind everything. Na sitaigusia. Watu watafind out too very soon. Yeah. Wewe unatutisha kidogo kwamba Alain anaweza akawa shemeji yetu kumbe. You never know. Kwa sababu nilipita kule Google kuangalia, mara mwisho nilikuwa najua na uhusiano na producer anaitwa Don Calon nadhani. But naona kama vile walishaachana. Waliachana. Yeah, kwa hiyo kuna uwezekano kwamba iko single. So unavyosema hivyo na kuna ishara kwamba anaweza akawa shemeji yetu. Sijakataa na sija confirm pia. Yeah. Okay. Lakini Willy Poze, wewe unafanya muziki wa gospel, lakini kuna namna unapitia njia ambazo wanafanya wasanii wa nyimbo za kidunia. Okay, so wewe unakuletea shida hiyo? Mimi ni msanii tu. Like I was born to inspire. Mimi ni an inspirational artist. Leo nikiamka nisikie nataka kufanya praise and worship, nitafanya praise and worship. Nikiamka nisikie nataka kuimba wimbo wa mapenzi, nitaamka tu na niimbe, kwa sababu God is love. Mungu mwenyewe ni love. Yeah, and at the end of the day hata mabishop, mapastor, watu wanaoana. So sioni makosa nikifanya love songs, unajua? Yeah. Okay. Lakini kuna watu kama wanakukosoa sana kwa mfano katika maisha unayofanya wewe. Sasa hao ni watu. Unajua? Thank God sio Mungu. Na wale watu sio Mungu. Unajua? Mi relationship yangu na Mungu wangu ni personal. Like as long as Mungu wangu ako okay na whatever nafanya, mimi niko sawa, cause I'm sure ingekuwa Mungu apendi kitu nafanya, angekuwa anazidi kunipeleka hatua kwa hatua, mbele yani zaidi. Mbele zaidi. Yeah. Hizo comments ambazo sometimes unaweza ukatrend kwenye Twitter, maka nafahamu wa Kenya wana trendisha sana vitu kwenye Twitter, wanaweza wakawa wanakuzungumzia, labda wanakukosoa, ama Instagram comments zile huwa zinakuaffect kwa namna yote ile kwamba zinakurudisha nyuma? As in affect. In fact, kama hata watu wajui,
zinanijenga mimi. Cause watu wako na time ya kuniongelea, unajua. Inamaanisha kuna kitu Mungu ameweka ndani yangu yenye kila mtu ataka kuongelea, kuizungumzia. Ni sawa, let them talk. Kwa sababu hata leo kwa mfano nimepitia kwenye page yako, kuna picha umeweka na Diamond. Naona kama ni discussion kubwa sana, utapigaje picha na huyu msanii ambaye anafanya secular? Wewe umesha shauri yao, unajua like hawezi yenyewe, binadamu ni binadamu tu. Mungu peke yake ndiye anaweza judge. Sana shindo wao wenye wanajudge ovyo ovyo, nani ameauthorize, yani nani amewapatia ruhusa, unajua. Diamond amekuinspire nini hasa? Muziki wa Diamond kuanzia kitambo, mavazi, lifestyle, and then he's a very hard working artist. Cause mimi nimekuwa nikimfollow I think for almost 6 years sasa. Yeah, so ni kazi pia. So wengi wanaongea hawajui mimi nilianza lini kumwangalia, na hawajui naangalia Diamond kwa nini, unaona. Yeah. Kwa hiyo ni mtu ambaye paka leo unamwangalia sana. Cause nimeona hustle yake, unajua. Yeah. Okay. Na inamaanisha kuna muda mlikuwa mfanye, lakini nakumbuka tuliwahi kumhoji huku Tanzania, akasema kwamba yeye kwa sababu ni Muislamu alafu anafanya shida. Hiyo ilikuwa imeleta issue. Lakini sasa unajua mimi nashukuru Mungu plus vitu zimefikia saa hii. Yeah, at least now we can work now at least. Yeah. We had a meeting yesterday. Yeah, a very 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 fruitful meeting. Yeah, so we thank God for everything. Na hawa vijana wengine nakumbuka Ray alikuja Kenya na akakutana na wewe pia. Raymond pia namtambua. Msanii mnoma sana yule. So but we are in talks. He's a good friend of mine, so yeah. Sawa. Kwa hiyo tutarajie collabo very soon kati ya wewe na msanii wa Tanzania, so specifically Diamond, lakini kuna namna utafanya na msanii wa Tanzania. Yeah. Okay. Kule Kenya tunafahamu ulikuwa kuna hali ya kutoelewana wewe na wewe kijana mwingine. Sawa. Sawa, hiyo tu iache hapo, lakini ni sawa. Tunaelewana na mimi naelewana na kila mtu, na nijizungumzie tu, ni sawa. Eti yule kijana mwingine. Haya, kama uko comfortable haina noma. So maisha yako yakoje ya kawaida? Una girlfriend bila shaka, sio? Of course. Juzi amekuwa all over. Yeah man. Anaitwa tu. ni mtu tu. Nao inabidi uoneshe kwamba kweli umeamua kumridhia na uko tayari kumzungumzia. Anajua yeye mwenyewe ndio watu wanamjua na watu wanashuku, lakini hataki kutajwa, though watu wanamjua. Hata wewe unamjua. Na uliniuliza mbeleni lakini umesahau. Ni sawa. Tuendelee. Okay. Naona unaturudisha kule kwa lane. Sijasema hivyo. Bwana safi sana. Gospel Kenya ikoje? Gospel Kenya kidogo huku Tanzania huwa inatushangaza kidogo kwa sababu ni kama ile changamka alafu ni kama tu secular. Unajua Mungu unaweza msifu na njia yeyote yenye uko comfortable na. Okay. Unaweza hata amka useme unachukua beat ya Zigo na unaandikia mistari ya kiinjili. Cause ni instrumental tu. Hata zile instrumental za kanisa kabisa, hizo unasema hizo slow bado ni the same thing, zote zinatengenezwa na mashini, unajua. Yeah. Kwa hiyo ndio maana na uzuri ni kwamba hata audience inaelewa pia. Okay. Alafu pia unajua tuko katika generation nyingine, like we are not in the or whatever zile siku za kitambo. Okay. Tunaenda tukigrow. Yeah. Sawa. Kwanza nikupongeze pia kwa achievement ya I Do, kwa sababu views mzee ndani ya siku 3 sijui ikapiga
kitu ambacho sio rahisi. Yeah man. Ndio ilikuwa ni video yako ya kwanza kuwa na achievement hiyo. Haraka hivyo. Kwa haraka hivyo. Oh. Okay, unadhani ni kwa sababu Alain yuko ndani ama nini? Ni kwa sababu ni song poa. Yeah. Alafu pia kidogo watu walikuwa watakuona watu nini wamefanya pamoja. Okay. Ni ile story tulikuwa tunasikia. So nini kinachofuata? What's next? Yangu na Alain ni just the beginning, ni mwanzo tu. Okay. Unajua tangu mwaka uanze ndio project ya kwanza nimeachilia. Yeah, so there's more to come. Okay. Yani kionjo tu. Ungependa kuambia nini mashabiki wako wa East Africa? Watch out. Kuna kijana pia ametokea anaitwa Willy Pose. Na wa promise jina East Africa yetu lazima tuinue. Si lazima tucheze nyimbo za Central Africa nini. Tunajisupport wenyewe. So mimi nawaahidi ile bidii itakuwa noma, alafu projects kibao. Yeah.